Aisee, karibu sana katika simulizi yetu hii mpya, mwanachama na mwanafamilia wa channel yetu hii ya Makala Simulizi. Na kukaribisha tuanze simulizi yetu hii mpya inayokwenda kwa jina la Fatuma Tepwete. Aisee, Fatuma Tepwete ni simulizi mpya kabisa katika channel yetu hii ya Makala Simulizi, lakini pia ni simulizi mpya ambayo naamini hujawahi kuisikia mahali popote pale. Sasa naomba nikupe tahadhari kidogo. Sina maana mbaya, lakini nikupe tahadhari. Simulizi yetu hii bwana ina mambo ya wakubwa humo ndani. Kwa hiyo angalia sana mtu ambaye unayekaa naye, mtu ambaye unasikiliza naye simulizi hii. Kwa makini kidogo, sio kakaa na mama yako, baba nani. Utaanza kunilaumu bwana, BH vipi bwana, BHB bwana unazingua bwana, sio nini? Hapana. Nimekwambia mapema kabisa ili usije ukanilaumu. Okay? Jina la simulizi ni Fatuma Tepwete. Nimekwambia ni simulizi mpya, na kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii ya Makala Simulizi, basi bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe ambalo liko chini ya video hii ili uweze kupata simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Karibu sana, tuungane katika sehemu hii ya kwanza. Fatuma Tepwete ni mwanadada ambaye anaishi huko mkoani Morogoro. Anaishi katika manispaa ya Morogoro mjini, katika mtaa unaofahamika kama Manzese. Amehamia siku chache tu zilizopita akiwa anatoka katika mtaa unaofahamika kama Mawenzi. Manzese alipohamia mwanadada Fatuma Tepwete ni mtaa unaofahamika kuwa na watu wajeuri sana, maana ni maeneo ya Uswahilini kweli kweli. Watu kukabwa, kuvunjiwa madirisha na mambo mengine kama hayo, yote unayoyajua yale ya Uswahilini ni mambo ambayo yanayopatikana katika mtaa huu wa Manzese. Fatuma Tepwete anafahamika kwamba ni mwanamke ambaye hajawahi kuwa na mume mmoja. Lakini hata hivyo hakuna mtu ambaye anayefahamu hata boyfriend wake. Japokuwa Fatuma Tepwete umri wake umeenda kidogo, kama miaka 28-29 hivi, lakini bado hajawahi kuwa na mwanaume yeyote ambaye wanayekaa naye. Yeye anachukua tu mwanaume, wanafanya mambo yao, wakimaliza anaendelea na mambo yake. Hata hivyo Fatuma Tepwete huwatumia wanaume kama njia ya kipato vile vile. Na hii ni kutokana na kwamba Fatuma Tepwete yeye anafanya kazi yake ya kuzungusha mboga za majani katika mitaa mbalimbali akiwauzia watu, na ndicho kipato chake. Hata hivyo Fatuma Tepwete maisha ambayo anayoyaishi hayaendani kabisa na kipato ambacho anakipata. Ni mwanadada fulani hivi ambaye kuanzia mavazi yake, kula yake na mfumo mzima wa maisha hauendani kabisa na kipato chake. Ukiambiwa kwamba kweli kipato chake ni kuuza mboga akiwa ameweka kwenye beseni kuzungusha mtaani, huwezi amini kabisa. Fatuma Tepwete anafanya sherehe mbalimbali mara kwa mara kama vile birthday, akiwa na kila aina ya sherehe, na mashoga zake wengi huwa anakwenda kufanya hizo sherehe, na huwa anatupia na kutoa zawadi ambazo haziendani kabisa na kipato chake. Fatuma amehamia katika nyumba ya Binambwela. Mama huyu ambaye anayeaminika kwa ustaarabu sana katika maeneo ya Manzese. Anaingia tu hivi kwenye nyumba tayari anaanza kuzua gumzo. Na anazua gumzo kwa majirani zake baada ya kuonekana jinsi alivyokuwa. Majirani waliomuona tu pale walianza kushangaa jinsi ambavyo alivyo. Kwanza ni mwanamke ambaye ni mzuri sana, lakini alivyokuja pale walishangaa sana kwamba yeye hana mume. Moja kwa moja majirani zake wale walianza kuhofia kwamba huenda itakuwa kwamba yeye anaweza akawachukulia waume zao. Fatuma yeye wala hakuwaza lolote, kwa sababu ameshazoea maisha yake.
anaishi maisha yake ya usingo na wala hahitaji mwanaume yeyote. Na ukitaka ugombane na Fatuma Tepwete, mweleze habari za kuolewa. Unapomgusia hizo habari, tayari anageuka mbogo. Binambwela alimpokea vizuri baada ya Fatuma Tepwete kuletwa pale na kukabidhiwa pale kwa dalali ambaye aliyekuwa anadalalia chumba cha Binambwela. Anakaa siku ya kwanza vizuri kabisa usiku ule alipohama. Japokuwa walimshangaa, lakini walihisi kwamba pengine mawazo yao yalikuwa yanawaza vibaya tu, lakini huenda ni mtu mwema. Mashaka yao yalithibitika asubuhi siku tu ile baada ya kupambazuka. Fatuma Tepwete anatoka nje akiwa anatoka bafuni. Anakuja kwa ajili ya kusugua miguu yake katika eneo la wazi ambapo kila mwana familia pale au kila mpangaji anaweza kumuona anachokifanya. Asubuhi na mapema akiwa ametoka bafuni, akiwa amefunga kanga yake moja, anaanza kusugua miguu yake pale, na wakati huo akiwa anaisugua miguu yake, kanga ile ikiwa imelowa na kumshika sana katika mwili wake. Kwanza kabisa anapita mwanadada mwingine ambaye ni jirani yake. Huyu yeye ameolewa, ni mtu na familia yake. Anafahamika kama Shufaa. Anapita na kumuona mwanadada Fatuma Tepwete akiwa anasugua miguu yake taratibu kabisa pale katika eneo la wazi. Anakuwa hapendezwi na ile hali. Shufaa anaingia ndani. Anatoka nje, anakuta bado mwanadada Fatuma Tepwete akiwa anasugua miguu yake, huku sehemu yake ya nyuma ikiwa inatikisika kwa staili ambayo ingemvutia mume wake kama angepita pale. Shufaa anarudi, anamtazama tena, anamuona anafanya kitu kile kile Fatuma Tepwete aliyejaliwa makalio makubwa, akiwa anasugua miguu yake huku akiwa hana haraka hata kidogo. Hali ile inamkasirisha Shufaa, ukizingatia kwamba mume wake bado yuko ndani anajiandaa ili aweze kutoka. Shufaa hakupenda ile hali. Alitamani sana mwanadada Fatuma Tepwete aweze kumaliza kusugua miguu yake ili aweze kuingia ndani, ili kusudi wakati mume wake atakapokuwa anatoka asije akamuona Fatuma Tepwete pale nje. Mambo yanakuwa tofauti. Fatuma Tepwete anamaliza kusuza miguu yake. Wakati anataka kuingia ndani, muda huo huo ndipo mume wa Shufaa na yeye alipokuwa anatoka chumbani kwao ili kuweza kwenda katika pilika. Mume wa Shufaa aliyekuwa anafahamika kama Kaseri, uzalendo unamshinda. Anashuka ngazi ya kwanza baada ya kutoka mlangoni. Anamwangalia mwanadada Fatuma Tepwete akiwa anapita katika korido kuelekea katika chumba chake. Wakati huo Shufaa yuko ndani chumbani kwao. Anamchungulia mume wake jinsi ambavyo anageuka kumwangalia Fatuma Tepwete na ile kanga yake ilivyokuwa imeloa huku ikiwa imeshika mwili wake vizuri. Wakati sasa huo Fatuma Tepwete akielekea chumbani kwake, Shufaa anamuona kabisa mume wake jinsi ambavyo alivyodata na mwili wa mwanadada Fatuma Tepwete. Ila huyo mwanamke huyo, hebu angalia sasa, mwangalie sasa mume wangu jinsi ambavyo anavyomwangalia. Huyo ngoja tu. Mume wa Shufaa anashuka ngazi baada ya mwanadada Fatuma Tepwete kuingia chumbani kwake. Na sasa Kaseri ambaye ni mume wake Shufaa anaendelea na safari yake, huku akiwa na mawazo ya kumwaza sana Shufaa, mpangaji mpya aliyehamia kwa mwanabibi Nambwela. Wakati anatoka na kupotea, Shufaa anatoka haraka sana katika chumba chake na kuanza kuita, Mwenda. Alikuwa akimuita rafiki yake ambaye ni jirani katika chumba kinachofuata.
Niambie Shufaa. Safi bwana, hebu ngoja. Unasikia? Niingie au shemeji bado yupo? Hapana, shemeji yako kashatoka, wewe ingia tu. Shufaa anaingia mpaka katika chumba cha mwanadada Mwinda. Mwanadada Mwinda alikuwa akikaa na mume wake ambaye aliyekuwa anafahamika kama Side. Lakini wakati huo tayari alikuwa ameshatoka na kwenda katika pilika zake. Bwana, shoga yangu sikia nikwambie. Huyu mpangaji aliyekuja hapa mpya. Hivi umemwona tabia zake? Tabia gani? Bwana, sikia nikwambie kitu. Hali hapa sio shwari. Huyu inaelekea na tabia mbaya jinsi ambavyo tulivyokuwa tunamhisi jana. Huyu atakuwa yuko hivyo hivyo. Wewe, kwa nini? Kafanyaje? Kwa nini anamtega babali? Wewe, anamtegaje? Nakwambia anamtega mume wangu. Katoka hapo nje, yani alivyokuwa anatoka kuoga. Yuko hapo nje na kanga yake nyepesi. Alafu eti ameiloanisha na maji, imemshika mwili wake afu anasugua miguu yake hapo nje na kutoka hatoki. Wewe, mimi nilimuona tu jana, ndio maana nikakwambia huyu atakuwa na tabia mbaya huyu. Huyu atakuwa na tabia mbaya, nilikuwa najua tu. Haya, cha kumtega mume wako ndo nini? Nakwambia sasa, ngoja nikwambie kitu. Mwinda, hili sio la mume wangu tu. Huyu atatuibia wanaume zetu hapa ndani. Hata shemeji Side ninavyomjua mume wako. Kwanza sio yeye tu, mwanaume yeyote hapa ndani yuko hatarini kuchukuliwa na huyu Tepwete. Wewe, sasa unafikiri tunafanyaje? Lakini sasa tumwangalie kwanza, inawezekana labda amekosea. Au tumwambie. Hapo sasa ndo umeongea. Tumwambie bwana. Yaani huyu haiwezi kuvumilika hii tabia yake. Kama ndo tabia yake atakayofanya hii. Alafu yeye kwa nini hana mume? Sisi wote hapa ndani tumeolewa, lakini yeye hana mume afu anakaa na sisi hapa. La msingi hapa mimi nikwambie kitu. Tumwambie mama mwenye nyumba. Mama mwenye nyumba ataelewa kweli? Mama mwenye nyumba ataelewa? Haiwezekani. Sasa mtu kama ana tabia mbaya tunafanyaje? Shufaa pamoja na Mwinda wanajadili kuhusiana na mwanadada Fatuma Tepwete. Baada tu ya Shufaa kuona tabia za mwanadada Tepwete zinaelekea kumvuta mume wake kutokana na jinsi alivyo. Fatuma Tepwete anakuwa hajui chochote. Yeye anaendelea na shughuli zake, anajiandaa, anamaliza. Hatimaye sasa na yeye anataka kutoka. Wakati huo anatoka akiwa ameshika beseni lake ambalo lilikuwa tupu, akiwa anataka aelekee sasa Mawenzi sokoni ili aweze kuchukua vitu ambavyo tayari alishaweka oda, ili aweze kuchukua mboga zake na hatimaye sasa aweze kuingia mtaani. Mapigo ambayo amevaa Fatuma Tepwete, kusema ukweli, ni tishio kwa kila mwanamke ambaye ana mume wake pale ndani. Anatoka akiwa amepigilia sketi yake kimini ambayo iliyokuwa imembana vizuri na kuchora maungo yake ya mwili kadiri alivyoumbwa. Blauzi yake ambayo iliyokuwa imeacha baadhi ya sehemu zake za kifua wazi, huku akiwa ameumbwa vizuri kabisa. Mwendo wake wa madaha kabisa. Perfume kali ambayo aliyokuwa amepulizia. Anatoka pale sasa, na wakati huo anatoka, Hamadi macho kwa macho anakutana na mume wa Mama Miri ambaye anafahamika kama Godwin. Wakati anatoka pale anaelekea nje, Godwin anaamua kusimama kwanza na kumwangalia jinsi mwanadada huyu Fatuma Tepwete alivyojaliwa, alivyoumbwa vizuri na jinsi anavyojua kuvaa. Anatoka pale mlangoni, na wakati huo sasa Godwin, mume wake Mama Miri, anasimama na kumtazama jinsi anavyotembea. Wakati huo Godwin akiwa anatazama, anakuwa hajui kumbe Shufaa pamoja na Mwinda walikuwa wanamtazama jinsi ambavyo alivyokuwa anamtazama mwanadada Fatuma Tepwete na kudata naye. Pale sasa anazidisha mazungumzo ya Shufaa pamoja na Mwinda kuhusiana na maisha ya pale ndani dhidi
ya mwanadada Fatuma Tepwete. Wewe unamwona hata Shem Godwin, unamwona jinsi ambavyo alivyofanya? Hebu mwangalie ambavyo alivyodata. Nakwambia nyumba imeingiliwa hii. Jamani, la kweli. Hebu mwangalie alivyo, mapaja yote yako wazi. Hebu mwangalie anavyotembea. Ila jamani, tuache tu masiara. Jamani, Fatuma Tepwete mashallah. Si ndo maana nakwambia kaumba vizuri. Sasa huo uzuri wake huo ndio ambao utakaosababisha aanze kuchukua waume zetu. Hili jambo wase hatuwezi kulikubali. Kweli. Sasa lakini tunafanyaje? Sikia nikwambie Mwinda, hapa kitu cha kufanya. Tukusanyikeni, mimi, wewe pamoja na Mama Miri. Mama Miri mwenyewe akishajua hili jambo jinsi lilivyo, atakuwa tayari tumuitishe mama mwenye nyumba kikao, tuongee naye kabisa, ili tumwambie kabisa, amwambie huyu aache hizo tabia zake. Lakini sasa Shufaa, nafikiri tumsubiri kwanza, tuvizie siku anafanya mambo yake, afu tumuite mama mwenye nyumba kwanza aone. Akishaona ndipo tutakuwa na sababu nzuri sasa ya kumshitaki. Ila kweli, lakini inabidi hilo tulifanye haraka sana iwezekanavyo, maana tukichelewa tu tayari ni hatari. Anaweza akachukua, lazima atatoka na mwanaume mmoja hapo hapa wakati wa waume zetu. Maongezi ya Shufaa pamoja na Mwinda yanakatishwa na sauti za Mama Miri akiwa anaingia kutoka jirani, akiwa anaimba na kwa nasema mzomeni nasema mzomeni na. Mama Miri alikuwa anaingia kutoka nje. Wakati Mama Miri anaingia, anataka kugonga mlango ule ili aweze kuingia chumbani kwake. Muda huo ndipo sasa Mwinda pamoja na Shufaa wanamuita, Mama Miri, Mama Miri. Abe, njoo kwanza huku. Haya, ngoja niweke hizi nani ndani kwanza, nakuja. Mama Miri anaingia chumbani kwake, anaweka vitu ambavyo alivyokuwa amevibeba, alivyotoka kuvichukua huko. Hatimaye anahamia chumbani kwa Mwinda, mahali ambapo alipokuwa Shufaa pamoja na Mwinda wakiwa wanapiga story kuhusiana na mpangaji mpya Fatuma Tepwete. Haya, Mama Miri, vipi? Poa za asubuhi, kwema. Haya, na raha zako, unaimba tu. Shida iko wapi? Mimi na raha zangu bwana. Kila kitu nimepata. Kama ni kitu nimekalia usiku, nimemaliza hamu zangu zote. Nakosaje raha sasa hivi? Asubuhi yote hii, nina shida gani? Ungejua hata usingesema hivyo. Hili dubwana lililokuja hapa ndani hujaliona? Dubwana gani? Dubwana hili lililohamia hapa jana, hujaliona wewe? Kwani mnamuita dubwana mdada wa watu, tena ndo mgeni? Wewe ungejua, si anaanza kutega wanaume zetu hapa ndani. Hivi umemwona aliyokuwa anayafanya hapa kabla ya baba nani kutoka? Sijamuona. Bana we, ngoja nikwambie kitu. Mimi nikajua bado uko hapo ndani. Kumbe wakati Shem Godwin anatoka wewe haukuepo. Sikuepo, amemfanyaje? Bana we, nakwambia hizo nguo ambazo anavalia waume zetu hapa. Tuwe tu tayari kupoteza wanaume zetu muda wote. Waume zetu hapa hatuna. Wewe, mimi nitamcharukia huyo, nitamkanyaga ndo atajua kwamba mimi ndo Mama Miri mwenyewe wa Manzese. Hanijuagi, nitamchoma na visu. Ole wake ajaribu kumsogelea Godwin mwangu. Ole wake athubutu, ndo atakaponielewa vizuri. Wewe, sikiliza nikwambie. Sikiliza tukwambie, sisi ndo tumeona Godwin mwenyewe, shemeji yetu, hadi tumemwonea huruma. Nakwambia wakati anatoka hapo,
Ndio hili dubwana Tepwete lilikuwa linatoka. Nakwambia mapigo alikuwa amevaa nguo, sketi kifupi, kina mpasuo, mapaja yote nje. Amepulizia na marashi hayo. Yaani siji nakwambia mume wako amebaki ametusua tu jicho hivi, amelingoa jicho hivi, anatazama hivi mpaka anaishia kule. Wewe, ngoja niwaambieni, hata dumu hapa ndani. Kama ndo tabia zake hizo, siko tayari kumpoteza Godwin. Godwin huyu ni mwanaume tumetoka naye mbali, siko tayari kumpoteza kwa mtu ambaye anaamua mala. Kwanza mume wake yuko wapi? Si ndo hapa hata mimi nilikuwa nauliza hapa. Ndo nilikuwa na mimi nasema kwamba yeye kwa nini anayuko hapa, anakaa hapa? Wenzake wote tuna wanaume zetu, yeye hana. Au labda mume wake labda atakuja siku nyingine, labda ametangulia kuhama yeye tu. Hamna chochote. Huyu hamna. Wewe unavyomwona anaweza kuwa na mwanaume huyu? Huyu kwanza utakuta hata kwa anapotoka alifukuzwa, ndio maana kahamia hapa. Na hapa sasa atakiona cha mtemakuni. Hatuwezi kumlazia damu. Hawezi kutoka na wanaume. Yaani huyu lazima, kwa sababu anafanya hivi ili kuwatega wanaume zetu. Wewe ngoja tu. Shufaa, Mwinda pamoja na Mama Amiri. Mama Amiri pamoja na wenzake wanaendelea kupiga story pale. Si zingine lakini ni story za kumzungumzia Fatuma Tepwete. Shida ni nini? Wanaogopa kwamba Tepwete atawaibia wanaume zao. Bwana, kumbe hata hivyo hiyo ilikuwa ni advertise tu. Msala ulikuwa ni jioni. Wakati sasa Fatuma Tepwete akiwa anarudi kutoka kufanya biashara zake. Fatuma anarudi jioni mida ya saa 12 kuelekea saa 1. Anakuja na moja kwa moja anaingia mpaka chumbani kwake. Karai lake analiweka nje kidogo ya mlango wake, yeye anazama ndani. Anaanza kuimba vinyimbo vyake huko ndani. Nipe bana, nikikupa utalewa. Nipe mama, nikikupa utalewa. Nipe. Fatuma Tepwete anaimba vinyimbo vyake huko ndani, wakati huo akiwa anajiandaa ili aweze kwenda bafuni kuoga. Baada ya dakika 5, Fatuma anatoka akiwa amejiandaa vizuri. Amefunga kanga moja, tena ameifunga shingoni, akiwa hajavaa kitu kingine chochote ndani yake. Anaanza kutembea akiwa na mswaki mdomoni ili akaweze kujisafisha bafuni. Anatoka hivi mapaja yote mpaka pupuchi ikiwa iko nje. Wewe Shufasi akamuona tena. Hivi lakini wewe dada, unajua sisi hatukuelewi. Hamnielewi kwa kipi? Kitu gani hamnielewi nacho? Ndongo gani hizo unazovalia wanaume zetu hapa? Hivi hapa sasa hivi hapa mume wangu akipita, mume wa mtu yeyote hapa akipita, unafikiri wewe anakuonaje hapa? Wewe dada, mimi ni mgeni hapa. Naomba ufuate mambo yako. Hunijui, sikujui. Naomba usinzoee. Wanaume zako na mume zako unaongea kitu gani? Sitaki gubu na maisha yangu na maisha yako. Niache. Fatuma Tepwete anatoa maneno machache tu, lakini ambayo yalipenya moja kwa moja katika moyo wa Shufaa. Fatuma anaenda bafuni, anamaliza kuoga. Wakati huo sasa anarudi kama kawaida yake. Pale katika eneo la wazi ndipo ambapo alipokuwa akisugulia miguu yake. Anasugua miguu yake huku akiwa anaendeleza vinyimbo vyake. Mlinde we. Mlinde we. Mlinde we. Anaimba vinyimbo vyake huku akiwa anasugua miguu yake na maeneo ya nyuma yakiwa yanaendelea kutikisika. Kanga yake kama kawaida ikiwa imeloa. Na wakati huo ndio muda ambapo sasa Godwin na yeye sasa mume wa Mama Amiri alikuwa anatoka kazini anakuja. Wakati anafika katika eneo la wazi, kabla hajaanza kushika mlango mkuu ili aweze kuingia ndani katika kordo, pale nje anamuona Fatuma Tepwete akiwa anasugua miguu yake. Ile huyu mwanamke huyu.
Aise, au lazima ni mle huyu simwachi, wewe ngoja tu. Wakati huo sasa Godwin akiwa amesimama anamtazama Fatuma Tepwete akiwa anasugua miguu yake. Amenata pale, alikuwa hajui kama Shufaa naye alikuwa ametoka anamtazama. Kutokana na jinsi ambavyo alivyokuwa ameconcentrate kwa kumwangalia Fatuma Tepwete, wala hakujua. Haraka sana Shufaa anaingia ndani na kumuita Mama Miri. Taratibu, "Njoo muone mume wako. Njoo. Yule mbwa yuko pale nje anasugua miguu yake akiwa na manguo yake ya uchi. Alafu mume wako njoo uone anavyoangalia. Njoo." Haraka sana Mama Miri pamoja na Shufaa wanatoka kwa spidi, wanafika pale mlangoni na ghafla wanamuona Godwin akiwa anamtazama Fatuma Tepwete jinsi ambavyo walivyokuwa anasugua miguu yake na huku akiwa anatikisa sehemu zake za nyuma. Wanabaki wakiwa wamenata wanamtazama. Wanazidi kupandwa na hasira, wanamkasirikia Fatuma Tepwete. "We Godwin." Mama Miri pale anamuita mume wake. Godwin anashikwa na butwa haraka sana. Anatoka katika butwa ambalo alilokuwa nalo, anamtazama Mama Miri huku akiwa anamshangilia. Mama Miri, mambo? Sitaki mambo yako. Mambo gani jamani na wewe? Ina maana niache kukusalimia au? Tabia zako hizo, tutagombana. Njoo ndani huku. Mama Miri anamshika Godwin mkono. Anamshika na kumvuta moja kwa moja mpaka ndani. "Afu wewe, ulikuwa unaangalia nini pale nje?" "Kwani mimi nilikuwa naangalia kitu gani?" "Wewe si ulikuwa umekaa umemkodolea macho huyu malaya hapa ambaye amehamia hapa. Na huyo ngoja atakiona cha moto. Unaendelea kubaki unamwangalia pale, si unamtaka, si ndivyo? Unamtaka?" "Mke wangu, mbona mimi nilikuwa simwangalii? Kwani unafikiri tulikuwa tukooni?" "Sasa unafikiri mimi nilikuwa nakuja hivi nimemwona pale naangalia ili nimsalimie niingie ndani. Sasa wewe kwani umewaza nini?" "Wewe endelea tu na maneno yako. Na huyu hawezi kukaa hapa, lazima aondoke, hawezi kudumu hapa. Hizi tabia zake tushazijua. Yaani ni ndani ya hizi siku mbili tu. Ndani ya siku mbili si moja, lakini tayari tabia zake tumeziona jinsi alivyo." Wakati anaongea hivyo, kumbe sasa Fatuma Tepwete na yeye ndipo alipokuwa anapita katika mlango wao ili aende kwenye mlango wake. Anasikia maneno yote ambayo Mama Miri aliyokuwa anamwambia Godwin. Ananyamaza, haongei chochote. Fatuma Tepwete anaingia chumbani kwake huku akisema, "Hawa watanikoma hawa. So anajifanya wanansema kana kwamba mimi ni kuna mtu nimemhitaji. Waume gani? Ngoja saone. Ndo kwanza namaliza hapa afu natoka nje. Na hapo nitakuwa najizungusha hapo na ikitoka nje naingia ndani natoka nje hivyo mpaka tuone kama hao wamezao watawafungia huko ndani muda wote. So ananiona mimi kama si nini. Ngoja sasa." Fatuma Tepwete anamaliza kujiandaa, anapaka mafuta yake, anavaa kigauni chake cha kulalia. Huku anatoka nje sasa kuwasha jiko lake la mkaa. Ni makusudi kabisa. Fatuma Tepwete anainama kugeukia ndani, akigeuzia sehemu yake ya nyuma huku kwenye kordo. Wakati huo yeye akiwa anapepea jiko lake la mkaa ili liweze kukolea. Wakati akiwa kainama pale na kigauni chake kile kifupi kabisa cha kulalia, basi maeneo ya nyuma yote yanabaki wazi. Kila mtu ambaye angepita angeona kila kinachoendelea. Side, mume wake Mwinda, anatoka ndani, anaangalia nje hivi. Tayari anamuona Fatuma Tepwete akiwa ameinama. Pale pale anaona sehemu ya nyuma yote ikiwa wazi. Hakuna hata kitu kilichovaliwa. Kigauni kimepanda juu, kiko kwenye makalio. Mabeki. Aise, huyu mwanamke huyu. Aise, nyama isiwezi kuiacha hii.
Siwe niende nikamguse pale. Side anatoka mpaka pale mahali ambapo alipokuwa Fatuma Tepwete. Anajifanya kama anapita, alafu anagusa kalio la Fatuma Tepwete. Alafu anapita kidogo. Fatuma anamtazama bila kumwambia kitu chochote. Anaenda kwa sababu hakuna mahali popote Side alipokuwa anaenda. Anarudi muda huo huo. Anagusa tena, huku akiwa anaangalia kwamba mke wake asije akamuona. Anaingia ndani. Fatuma Tepwete anageuka tena kumwangalia. Wanakutanisha macho yeye pamoja na Side. Anamtazama kwa jicho la kurembua, huku Side naye akiwa anamtazama kwa macho ya kumtamani. Side anaingia ndani. Fatuma Tepwete anabaki akiwa anamtazama tu Side. Na watanikoma. Anchezea mimi. Mimi sijataka mwanaume wa mtu, lakini hao wanavyokuwa vidomodomo hivi. Wewe ngoja tuone. Naweza nikamkomoa mtu nkalala na mume wake kabisa, na tena akinisumbua na mzalia kabisa. Shenzi kweli. Fatuma Tepwete anamaliza kuandaa vitu vyake pale. Anakoleza jiko, sasa analiingiza kwa ndani katika kordo ili aweze kupika sasa pale. Wakati anaingia, akiwa ameshikilia jiko lake kwa juu, kigauni chake kinazidi kupanda juu, kinayaacha sehemu kubwa ya mapaja yakiwa nje. Side naye ndipo anatoka. Wakati huo huo, kama wameongea, Kaseri naye alikuwa anaingia kutoka nje akiwa anatoka katika shughuli zake. Wote wanamuona kwa pamoja. Huyu anamuona Fatuma Tepwete kwa mbele, huyu anamuona kwa nyuma. Macho yao yote yanaganda kwa Fatuma Tepwete, huku baada ya kumwangalia wakianza kuangaliana jinsi ambavyo walivyokuwa wanamwangalia Fatuma. Wanatazamana bila kusema neno lolote. Baada ya hapo wanasalimiana na anaingia ndani kila mmoja katika chumba chake. Fatuma Tepwete anabaki pale pale katika kordo na kuchukua vitu vyake ili aweze kupikia pale nje katika mlango wake pale katika kordo. Jambo lile linaonyesha kumuudhi sana Shufaa, Mwinda pamoja na Mama Miri. Mama Miri anatoka haraka sana, anakwenda kwa Shufaa. Unasikia? Shufaa, sikia nikwambie kitu shoga yangu. Huyu mbwa huyu, nakwambia lazima atatoka na waume zetu. Hatuna sababu ya kusubiri tena ili tumwambie mama mwenye nyumba. Inabidi tumwambie haraka kunusuru ndoa zetu. Umeona? Umeona? Yaani hapa haina kusubiri. Leo tumuite mama mwenye nyumba, tumwambie ukweli. Wakati huo Mwinda naye anatoka kwake, anakwenda pale pale kwa Shufaa ili waweze kuongea umbea akiwa pamoja na Mama Miri. Wakati anaingia kule, hapo ndipo ambapo sasa wale nao walikuwa wanazungumza. Shufaa pamoja na Mwinda walikuwa wanakutana pamoja na Mama Miri, wanazungumza habari za Fatuma Tepwete. Tumwambieni bwana, au tutume mtu amwambie. Wakati wanaongea, Fatuma Tepwete naye anatoka nje, anasikia maongezi yao. Uvumilivu unamshinda, anaropoka. Hivi nyie hamchokaji kunizungumzia tu? Mnaniongelea tu mimi tu? Umbea utawashinda nyinyi. Shufaa, Mwinda pamoja na Mama Miri wananyamaza kimya. Fatuma anatoka nje, hatimaye anarudi ndani. Pale anazidi kuwakoleza kwa hasira sana kina mama hawa ambao wanaogopa kuibiwa wanaume zao. Wanakaa na hatimaye wanaamua kwenda kulala tu baada ya shughuli zao za usiku. Kila mmoja pale moyo ulikuwa unamuwaka, akiogopa kwamba mume wake anaweza akachukuliwa na Fatuma Tepwete. Asubuhi na mapema kama kawaida, Fatuma anaenda bafuni, tena anawahi kabisa. Hatimaye anarudi pale pale nje kusugua miguu yake, akijua kabisa kwamba waume zao wale lazima wote wapiti pale pale
na lazima wamuone. Kweli wanamuona bila kumwambia kitu chochote. Mama Miri anaona kinachoendelea, jinsi ambavyo mume wake anavyomtazama kwa kumtamani Fatuma. Anawashauri wenzake kwamba leo tusishinde bila kumwambia mama mwenye nyumba. Shufaa anaondoka, anakwenda kwa mama mwenye nyumba. Mama mwenye nyumba, shikamoo. Marahaba, za kwenu? Salama. Haya, asubuhi wote kuongozana kwangu ndo nini? Hapana. Binambwela, ngoja nikwambie kitu. Tumekuja hapa sisi kukwambia. Unaniambia nini? Mpangaji wako. Mpangaji wangu yupi? Mpangaji wako huyu mgeni huyu ana siku 2 siku 3 hapa sasa hivi. Kafanyaje? Kuna tabia ambazo hatuzielewi kabisa. Inabidi umwambie ili aweze kuacha hizo tabia zake. Tabia gani? Anaiba au? Bora hata angekuwa anaiba. Ila vitu anavyoviiba. Yaani kwa kifupi tu nikwambie kwamba anawatega wanaume zetu. Mavazi yake anayovaa na mambo anayoyafanya ni mambo ambayo sio kabisa. Anawatega wanaume zenu. Anawategaje? Yaani Binambwela, sikia tukwambie kitu. Yule pale ni mtu mzima na wewe ni mtu mzima na unaelewa mwanaume anategwaje. Yaani yule pale anawavalia vinguo anavyovivaa hapa mbele ya wanaume zetu. Sisi tuna wanaume afu yeye anapita na nguo zake za nusu uchi. Si avalie hizo nguo zake kwa chumbani kwake. Sisi tumekuja hapa kukwambia kwamba umwambie aondoke hapa. Aache kwanza hizo tabia zake leo au kama sivyo aondoke. Imefikia hapo. Ndio hivyo, Binambwela, ndio jinsi alivyo. Tunaomba sana umwambie kwa sababu sisi tukimwambia italeta vurugu. Basi sawa. Mimi nimewasikiliza. Ngoja akirudi tuangalie alivyo alafu nitamkanya. Sawa, sisi tumekwambia usio kashangaa siku moja ukishangaa tu akipigana humu ndani. Hatuwezi kuvumilia sisi wanaume zetu tunahangaika nao alafu mtu anakuja tu anawatega na kuwachukua ovyo ovyo. Hatutasubiri kabisa hiyo issue. Hatuwezi kuvumilia mambo kama hayo mama. Hilo nyamazeni. Hilo limeisha. Wanangu nyamazeni, hilo limeisha. Binambwela anawatuliza na hatimaye wanaondoka na kuendelea na shughuli zao. Jioni Fatuma Tepwete anaingia. Yuko na nguo zake zile za mitego. Haraka anaingia ndani, anabadilisha nguo zake ili achukue nguo sasa aende akaoge. Wakati yuko ndani bado, mmoja wa kina mama hawa ambaye alikuwa sasa ni Mama Miri, haraka sana ametoka na kwenda kwa mama mwenye nyumba. Haya mama, subiri, huyo kaingia ndani. Subiri sasa uone atakachokifanya. Subiri uone atakachokifanya, uone atakayotoka nayo, nguo atakayotoka nayo hapa. Utaona kama hata wewe ungekuwa na mwanaume wako hapa ungekubali. Basi pale wakati ule Binambwela anatoka nje pamoja na Mama Miri. Wanakaa sehemu ya nje ambayo lazima akitoka kwenda bafoni watamuona. Fatuma Tepwete anatoka akiwa na dawa ya meno, akiwa ameiweka kwenye mswaki. Kidogo baada ya kutoka tu hatua kadhaa, anaingiza sasa ile dawa ya meno, ule mswaki anaoingiza mdomoni huku akiwa anaupeleka na kulamba hivi. Binambwela anamuona pamoja akiwa na Mama Miri. Haya, mama unaona? Kulamba dawa ya meno ndo kitu gani? Angalia jinsi ambavyo anayochezea ule mswaki mdomoni. Mwangalie anavyochezea. Angalia, si mitego ile pale. Sasa mwanaume akiona vile ndo nini? Haya, ngoja tutamwambia. Nimeona, nyamaza. Fatuma Tepwete anaingia bafuni, anamaliza, anatoka. Mambo yake yale. Tena sasa hapo ndo ameifunga kanga kwenye mfumo ambao akinyanyua tu mguu inaondoka yote na paja lote na sehemu za juu zinabaki wazi akiwa hajavaa kitu chochote. Anaanza kusisafisha pale miguu yake. Wakati huo Binambwela na yeye akiwa anatazama anaona kila kinachoendelea.
huyo anapandisha na kupanda ngazi kuingia moja kwa moja kuelekea kwenye chumba chake. Wakati anaendelea kutembea pale, huyo ni kama ni mtego ulikuwa umekaa vizuri. Side naye ndipo alikuwa anaingia, anamtazama tena mwanadada Fatuma Tepwete jinsi ambavyo anavyoingia akiwa anachezesha maungo yake ya mwili, tena taratibu kabisa, maungo yake ya nyuma akiwa anacheza, akiwa anatokomea kuingia chumbani kwake. Mama mwenye nyumba anaamua kuvunja ukimya. Anafika katika chumba cha mwanadada Fatuma Tepwete. Mwanangu we. Abe mama. Ukimaliza hebu uje tuonane. Haya mama. Fatuma anamaliza na hatimaye sasa anamfuata Binambwela kule chumbani. Naam mama. Nimekuita hapa nikwambie kitu. Naam. Nakwambia nimekuita hapa nikwambie kitu. Abe mama, nakusikiliza. Bana wewe hapa ndo mtu ambaye hauna mume. Wenzako wote hawa wana waume zao. Lakini wamenilalamikia kwamba jinsi ambavyo unavyovaa na unavyofanya hapa ndani, wao hawapendezwi, wanaona kama unawatega waume zao. Kwa hivyo unapokwenda bafuni, hebu vaa ujifunike vizuri. Jizuie kabisa na mambo yako mengine unayofanya. Kuwa makini. Wasione kama unawatega, sio vizuri. Yaani mama ndo umeniita kuniambia hivyo? Umesikiliza wambea hao walichokuambia ndo unaniambia kweli? Hivi kweli mimi niende kuoga bafuni nikiwa na manguo mengi ya nini? Kwani mimi nimewaita wanaume zao? Kuna mwanaume ambaye nimemfuata? Mama, hebu mimi na wewe kama unaungana na wao, bora unirudishie kodi yangu mimi nikatafute chumba kingine. Hapana. Usiondoke. Hicho chumba kimekaa siku nyingi hakina mtu. Umekuja wewe, mimi nimekuita tu nikwambie. Angalia jinsi ambavyo unavyopaswa uishi na wenzako hapa. Mimi nimekuelewa, lakini aachana nao. Mimi siwezi kwenda bafuni eti na manguo kibao. Uko bafuni mimi kwani naenda kufua? Mimi naenda kuoga. Sasa unaongaje na manguo kibao? Mimi naenda na kanga yangu moja, naingia zangu bafuni na unamaliza huyo basi narudi. Hao wamezao kama hawataki wafungie huko ndani. Ina maana sisi tuache kwenda kuoga kwa sababu kuna wanaume hapa ndani? Wakome kabisa yani. Mwanadada Fatuma anatoka pale ndani kwa Binambwela, wakati huu akiwa ameelezwa, lakini anaonyesha kabisa kuto kuwafikiana na Binambwela kabisa katika maneno ambayo ameambiwa. Anatoka na ingia chumbani kwake. Hapo Mama Miri, Shufaa pamoja na Mwinda wanamfuata Binambwela kule chumbani. Haya mama, umemwambia amesemaje? Amesema atajirekebisha. Bora tu aseme hivyo kwa sababu sisi kwa kweli hapana, hiyo hali yake alionayo hatuwezi kuikubali. Bora umemwambia. Basi nyinyi nendeni, kwanza msimfuatilie, achaneni naye. Kwa jinsi nilivyomtazama anaonyesha sio mwanamke ambaye anayependa kufuatwa. Kwa hivyo kwa sababu amesema kwamba atabadilika, msimfuate, achaneni naye. Sisi hatumfuati mama. Sema akiendelea na tabia zake hizo ndio inabidi tuongee. Haya, basi nendeni huko kwenye vyumba vyenu. Walitoka pale sasa wale kina mama. Ni kina dada wa saizi ya kati kabisa. Mama Miri, Mwinda pamoja na Shufaa. Wanatoka pale huku wakiwa wanaongea, wakiona kwamba bora kabisa wamemsemea Fatuma Tepwete. Wanaangalia sasa asubuhi kwamba mambo yatakuwaje. Asubuhi na mapema kabisa. Ni kama kabisa sasa mwanadada Fatuma Tepwete ni kama ndo alikuwa ameambiwa zaidi. Wakati huo sasa ameingia, ameifunga kanga kwa ufupi kabisa, huku akiwa amevaa chupi peke yake ndani yake. Huyo anaenda mpaka bafuni. Wote wanamtazama wala hawazi. Anafanya mambo yake huku maeneo yake akiendelea kucheza, akiwa anaendelea kuvutia. Macho yako nayo watazamia wanaume za watu
huwezi jamini. Anawatazama kwa kuwarembulia, anawatazama kwa kulegeza macho vibaya mno, huku mwili wake ukiwa unaita vibaya sana. Mama Miri na wenzake anaona kabisa kwamba huyu mtu hajabadilika. Wanaamua kumfuata mama mwenye nyumba jioni kwamba amhamishe kabisa pale. Mama, wewe mwambie tu ahame kwa jinsi tulivyomuona, umeongea naye jana lakini leo jinsi ambavyo alivyo. Mwambie tu ahame hapa nyumbani. We, ahame. Yaani nifukuze mpangaji wangu kwa sababu ya waume zenu? Simwafungie huko ndani. Mimi siwezi kufukuza mpangaji wangu kwa sababu yenu. Haiwezekani hilo. We. Nyinyi nendeni huko. Angalieni namna ya kuwalinda wanaume zenu. Siwezi kumfukuza hapa. Lakini mama usio kashangaa bado tukichomana visumu ndani. Hatuwezi kuvumilia mambo ya ajabu kama haya. Nendeni kule mkichoma visu, kesi si za kwenu kwani za kwangu. Nendeni kule mkaendelea na shughuli zenu. Juhudi za Mama Miri, Shufaa pamoja na Mwinda zinaonyesha kugonga mwamba. Kwa sababu mama mwenye nyumba na yeye anaamua sasa kukaa kimya. Anaamua tu kwamba hawezi kufanya chochote. Anaamua kumwacha mwanadada Fatuma Tepwete aendelee na mambo yake. Fatuma Tepwete kule ndani anasikia umbea ambao ulivyokuwa unaongelewa. Yaani hawa lazima na kwanza mtaanza na mwanaume mmoja baada ya mwingine. Kwa sababu ananisema sikuwa na nia hiyo, lakini kwa sababu ameamua kunisema kuniongelea ujinga, lazima nitoke na mwanaume wao mmoja baada ya mwingine. Wewe ngoja tu. Akili ya Fatuma Tepwete inalipitisha jambo hilo kwamba ni lazima waweze kukamata mwanaume mmoja baada ya mwingine mpaka atakapomaliza. Asubuhi na mapema anatoka pale mida ya saa 11 hivi, wakati anataka kwenda msalani. Anaona wakati huo ndipo Godwin naye alipokuwa anatoka chumbani kwake. Wanaonana macho kwa macho. Godwin anashindwa kabisa kuvumilia. Anaangalia jinsi ambavyo wanavyotembea, anamfuata na kumshika kwenye mbavu kwa nyuma. Pale Fatuma Tepwete anaonyesha kutoa sauti ya mguno. Wanatazamana macho kwa macho. Godwin anazidi kuonyeshwa tabasamu na kuvutiwa zaidi na mwanadada Fatuma Tepwete. Wewe, sitaki mambo yako ujue. Afu na mke wako, sitaki umbea wa mke wako. Hebu sikia, nipe namba yako bwana. Namba ya nini? Namba yangu unataka ya nini? Wewe nipe bwana, na wewe bwana unataka mpaka uko ndani na usikie. Niache mistaki. Fatuma Tepwete anatoka, anaongoza kwenda moja kwa moja mpaka msalani. Godwin anaamua kumsubiri hapa katika eneo la wazi. Anasubiri pale ili mwanadada Fatuma Tepwete aweze kutoka msalani, aweze kumkazia ili aweze kumpa namba ya simu. Baada ya dakika chache Fatuma Tepwete anatoka msalani, anairudi ndani tena. Wakati anayepita pale eneo la wazi, Godwin naye huyu hapa. Eti, sikia basi. Patia namba yako basi. Nataka kitu gani wewe lakini? Unataka mimi nianze kusumbuana na mke wako? Wewe si una mke wako wewe? Ndio, lakini sasa nipatie namba yako bwana wewe. Sasa mimi ulivyo mzuri hivi mimi naachaje jamani? Wewe nipatie namba yako bwana. Ili mke wako akiona utamwambiaje? Hawezi akaiona bwana. Sitaki. Wewe sema unachotaka hapa. Mimi nataka unipe bwana. Mimi sitaki. Njoo basi mkunong'oneze kitu. Sikia nikwambie kitu. Unasemaje? Ongea na kusikia. Sikiliza. Tukiongea kwa sauti bwana, nawe huko ndani watasikia. Sogea hebu nikwambie. Fatuma Tepwete anasogea karibu ili aweze kunong'onezwa na Godwin. Alivyosogeza tu sikio lake pale, Godwin alishika kichwa chake vizuri na kuingiza ulimi wake mpaka ndani ya sikio la mwanadada Fatuma Tepwete.
Fatuma Tepwete naye anapata msisimko wa hali ya juu. Wewe, niache bwana, unataka nini? Nataka unipe bwana. Sitaki. Niache tena, usinizoee. Fatuma Tepwete anamuacha Godwin pale nje. Wakati huo Godwin, mnara wake ukiwa ushaanza kusoma mapema sana. Anamwacha pale na yeye anaingia moja kwa moja mpaka chumbani. Godwin anaamua kuzuga sasa kwa kuingia msalani kwanza, haraka sana na kuitoka, ili kusudi mke wake kule asikie mlango wa kule msalani ukiwa unafunguliwa na kufungwa, ajue kabisa kwamba mume wake ndipo anapotoka kule. Hatimaye sasa Godwin anatoka kule na kuingia ndani kwa mke wake. Salama kabisa. Anaamini kabisa kwamba mke wake hajui chochote, lakini kumbe wakati hayo yote anayafanya, Shufaa naye alikuwa nje muda huo na alikuwa amejibanza baada ya kuona kabisa kwamba kuna kitu kinachoendelea. Kwa hiyo Shufaa alikuwa ameona mchezo mzima, jinsi ambavyo Godwin alichokuwa anamfanyia mwanadada huyu Fatuma Tepwete. Moja kwa moja, kwa sababu Shufaa amelifahamu hili, lazima lingefika kwa Mama Miri na kwa kila mtu. Lazima niseme, na tayari Godwin yule ameshakamatika. Sijasikia vizuri alichokuwa anaongea, lakini kwa jinsi nilichoona alichofanya mpaka kuingiza ulimi wake sikioni, nimeona lazima hawa watakuwa tayari wameshaanza kutakana. Lazima wameshaanza kutakana hawa. Lakini Godwin ni mzuri. Siku zote nilikuwa namhitaji Godwin. Sasa niitumie hii njia ili niweze kumpata Godwin. Japokuwa kweli ni mume wa shoga yangu, lakini hapana, mimi natumia njia hii ili niweze kumpata. Ngoja nimtumie message. Pale sasa Shufaa anatuma message. Anamtumia Edwin. Anamweleza kweli kwa jinsi alichokiona. Shem, mambo? Poa, vipi? Safi. Hivi kweli Shem Godwin ndo umekamatika kiasi hicho? Kivipi? Kivipi, kwani mlikuwa mnafanya nini asubuhi pale? Unafikiri mimi nilikuwa siwaoni? Na nani? Wewe na huyo kivuruge wa hapa ndani. Nani? Huyo Fatuma Tepwete. Na wewe mwenyewe unajua, unajifanya hujui. Hili lazima lifike kwa shoga yangu. Mke wako lazima ajue. Wewe, hebu sikia shemeji. Sasa Mama Miri akijua, wewe sikia, kwani wewe umeona nini? Nimeona kila kitu. Wewe kwani ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa nimejibanza tu mahali naangalia pale jinsi ambavyo unavyoendelea. Unaingiza mpaka ulimi mpaka sikioni. Mimi nakuangalia tu. Sasa sikiliza. Shemu, hebu tulia bwana, hayo mambo nayo tuyamalize bwana. Wewe niambie nikuletee zawadi gani, wachana na hizo mambo zako bwana. Sasa ukimwambia Mama Miri, wewe si unaona kabisa mambo yatakuwa ndivyo sivyo? Usimwambie, wewe achana nayo mambo bwana. Si unajua tena yule naye bwana, mambo mengi bwana. Tamaa tu zile zimenipitia. Hebu naomba usimwambie basi. Mimi namwambia. Niambie wewe nikuletee zawadi gani, wachana na hayo mambo. Zawadi hiyo ndo nayoitaka. Zawadi gani? Hiyo ambao leo unataka umpe huyo kivuruge Tepwete huyo. Wewe, hebu sikia. Unamaanisha kwamba unataka tufanye wote au? Ndiyo, kwani mimi sio mwanamke? Sasa wewe hebu sikia, lakini sasa yaani wewe kwa nini unataka? Sikia basi, lakini usimwambie basi, kama ndio hivyo mimi niko tayari. Bwana, kama kawaida mwanaume bwana akishaambiwa na mwanamke, kukataa ni jambo gumu sana. Pale sasa Godwin naye aliona kabisa kwamba hii ni bahati. Kumbe kukutwa kwake na Fatuma Tepwete imekuwa ni bahati ya kupata mwanamke mwingine ambaye alikuwa anamheshimu kama shemeji. Sasa pale Godwin anakubaliana vizuri kabisa kwamba yeye atakuja kufanya pamoja na Shufaa. Anarudi nyumbani akiwa sasa amejiandaa mida ya jioni ile kwamba leo
lazima aweze kulimega tunda, lakini atalimegaje? Atakulaje mkate huu wa Shufaa ilhali Shufaa ana mume wake? Lakini mume wake anakumbuka kwamba mume wake yeye anafanya kazi za ulinzi na wakati mwingine anakuwa na lindo la usiku, na siku hiyo ilikuwa ni siku ya lindo lake. Anawasiliana na Shufaa kwamba ni wapi ambapo wanastahili kufanyia jambo hilo. Kwa hiyo leo vipi? Salama bwana, lakini sasa mimi nawaza tutafanyia wapi? Wewe unapenda wapi? Mimi popote tu, lakini sasa unajua hapo. Afu sasa utamwambiaje mume wako? Leo hayupo. Leo ndo siku yake, kwani hujui? Kweli leo ndo siku ambayo hayupo. Tunafanyaje kwa hiyo? Hapa kwangu. Basi poa basi. Uache mlango wazi basi. Poa. Usiniangushe, mimi nawacha wazi. Wala kuuache na wewe ukinizingua na msema, mimi namwambia kabisa. Namwambia Mama Mary kila kitu nilichokiona. Usikiliza, nimekwambia wewe uache mlango wazi. Mimi lazima nije. Haya poa. Mawasiliano kati ya Godwin pamoja na Shufaa yaliishia hapo. Baadaye kweli muda wa kulala, Godwin alimvizia Mama Mary akiwa amelala usingizi. Alitoka pale kitandani na moja kwa moja aliingia mpaka kwenye chumba cha Shufaa ambapo mume wake siku hiyo alikuwa hayupo, akaingia mpaka ndani. Wakati yupo anaendelea kuanza sasa kujiandaa ili aweze kukamilisha tendo lile la kuanza kuiba mke wa mtu. Kidogo mama yake Mary na yeye anaamka. Anapapasa, anashangaa hamuoni kabisa mume wake. Anashuka kitandani haraka. Shoga yangu Shufaa. Shufaa pale alikuwa amefunga mlango na wakati huo yuko pamoja na Godwin ambaye ni mume wake Mama Mary. Niambie. Bana shoga yangu, nikwambie kitu. Nyumba imeharibika. Kwa nini unasema hivyo? Mume wangu hayupo hapa. Lazima atakuwa yuko na huyu mbwa huyu. Huyu hapa huyu ndo yeye yuko naye. Lazima huyu yuko naye hapa. Nani? Huyu Fatuma Tepwete ndo atakuwa yuko. Baba nani atakuwa yuko humu. Lazima nimgongee. Wewe mbwa wewe. Fungua hapa. Mama Mary alikuwa anagonga mlango wa chumba cha Fatuma Tepwete. Fatuma Tepwete alikuwa jirani kabisa. Chumba chake kilikuwa kimejipanga karibu kabisa na chumba cha Shufaa. Wewe, hivi lakini kwa nini unapenda kuniongelea sana? Najua, fungua. Mume wangu yuko huko ndani. Lazima leo nikufumanie na lazima utanikoma hapa. Tabia yako hiyo hapo imenichosha. Mume wangu kule chumbani hayupo. Najua yuko kwako. Fungua hapa. Fatuma Tepwete bwana, kwa sababu alikuwa na uhakika kabisa kwamba mume wa Mama Mary hayupo pale, alifungua mlango. Unataka nini? Nataka niingie ndani niangalie. Una kichaa Yaani ingie chumbani kwangu. Hivi unaona huyu mume wako ni asali sana Ile kwamba kila mtu aweze kumtaka. Nani ana shida na yeye? Ukiingia huko ndani ukimkosa mimi utanilipa. Hakuna cha nini, na uhakika yuko ndani. Mtu mwenye uwezo wa kuchukua wanaume za watu ni wewe tu hapa. Yaani toka uje hapa, nyumba haina amani. Hebu muone kwanza, fungua huko, nipishe. Mama Mary alimsukuma mwanadada Fatuma Tepwetepwe pale mlangoni, na hivyo Fatuma Tepwetepwe akawa amesogea pembeni ya mlango, na mwanadada yule Mama Mary aliingia ndani na kuanza kukagua. Alikagua kwenye kile chumba pote, kila sehemu, lakini hakuona mtu yeyote ambaye aliyekuwa pale. Hakumuona Godwin pale ndani. Anatoka pale sasa, anataka kuingia katika chumba hiki cha Shufaa ili aweze kuongea umbea jinsi ambavyo mume wake amemkosa kule kitandani. Wakati sasa anafika pale ili agonge mlango ili aweze kuingia kwenye chumba cha Shufaa, wakati huo sasa mwanadada Fatuma Tepwetepwe na yeye kwenye chumba chake anafunga mlango wake huku akisonya. Bwana we, Uswahilini kama kawaida yake, nyumba hazina hata sinki bodi. Pale
Wakati anaendelea kusukuma mlango ule wa upande wa Shufaa ili aweze kuingia ndani, kule ndani Godwin alipanda haraka na kuruka kwenye ukuta na kudondokea katika chumba kile cha mwanadada Fatuma Tepwetepwe. Wakati huo anaingia kwenye chumba sasa cha mwanadada Shufaa, tayari Godwin alikuwa ameshadondokea upande wa pili kule kwa mwanadada Fatuma Tepwetepwe. Sasa wako macho kwa macho, na mwanadada huyu Fatuma Tepwetepwe alikuwa hapendi kuvaa nguo kabisa wakati wa kulala. Yupo kama vile ambavyo alivyokuja duniani. Huku kwenye chumba cha pili, Shufaa anaanza kupiga umbea sasa akiwa na Mama Miri. Mama Miri anaanza kuongea. Yaani nakwambia, sijui amemficha wapi. Sijamwona mume wangu kule, lakini na uhakika kwamba yeye ndo ambaye yuko naye. Kwanza nilivyomuona ni kwamba labda anajiandaa anataka waende wakakutane huko kwenye magesti. Wakati huo alikuwa hajui kabisa kwamba mwizi wa mume wake ni huyu Shufaa ambaye ni rafiki yake kipenzi. Sasa wanaendelea kuongea hapo. Wakati huo sasa Godwin anafurahi sasa kuonana na mwanadada Fatuma Tepwetepwe pale ndani. Fatuma Tepwetepwe anabaki akiwa mumwangalia. Wewe, afu unajua wewe, unaona mke wako amekuja hapa afu na wewe unakuja unadondokea humu ndani. Ndio nini hivyo? Hebu tulia bwana. Hizi bahati zingine hizi, wewe sijua, wewe unaona bahati imetokea hivi. Tuko na wewe hapa. Wewe utoke hapa, yani utoke hapa, achana na mimi. Hebu sikiliza. Kwanza wewe ulikuwa unafanya nini huko ndani huko kwa mama kwa huyo shoga yake na mke wako? Ulikuwa unafanya nini? Huyo Shufaa nini? Ulikuwa unafanya nini huko? Wewe bwana, wewe mambo ya watu wazima yanawetulia basi. Achana nayo. Sasa fanya basi kweli. Huyo hawezi kurudi tena kwa sababu ashaona siko humu. Bwacha mwisho hapa tuje tukamatwe. Hebu sikiliza. Wewe hata kama ni hela mimi nakupa. Sikiliza. Mimi nakwambia hela yote utakayotaka mimi nitakupa. Kwanza mimi nilikuja na hela. Pensi yangu hii hapa ina hela. Hapa. Hiyo hela ndio ulikuwa unataka umpe huyo shoga yake mke wako ili uweze kumfanya, si ndivyo? Sio hivyo. Afu taratibu basi na ukocho sija kasikia. Sikia nikwambie. Hii hapa shika. Na nitakupa hela nyingine kesho. Sasa bwana, mwanadada Fatuma Tepwetepwe yeye bwana ulimbo wake ni pesa. Alipoona ile pesa nyekundu 5 zinatoka kwenye pensi ambayo aliyokuwa amevaa Godwin, alafu anazipewa ili aweze kuachia mzigo. Mbona alinywea pale pale? Nini sasa afanye? Alinyosha mkono wake na kupokea zile pesa ili aweze kugawa kile kitu ambacho alichokuwa anakihitaji Godwin. Msikilizaji, hii nyumba mbona kama imekuwa na balaa? Kumbe tena Shufaa anataka mchiti shoga yake kipenzi. Wakati huo Fatuma Tepwetepwe ndipo na yeye sasa anataka kuanza kufanya mambo yake. Anataka kuivuruga sasa ile nyumba kama inavyostahili. Msikilizaji, ni nini ambacho atakifanya hapa Godwin pamoja na Fatuma Tepwetepwe? Tukutane katika sehemu ya pili. Bye bye.